أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu Banu Quraiza waliovunja mapatano katika vita ya Ahzab, kisha ngome zao zikazingirwa na Waislamu ili waadhibiwe kwa sababu ya kosa lao la kuvunja ahadi na kuwaletea Waislamu madhara. Maelezo yake mengine ni kama hivi ya kwamba muda mwingi ulipopita juu ya kuzingirwa kwao kwa hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Banu Quraiza wakashuka chini kutoka ngome zao. Kuhusu habari hii ya kwamba siku ngapi Banu Quraiza waliendelea kuzingirwa, kuhusu hiyo kuna riwaya mbalimbali. Baadhi ya riwaya zinasema siku 10, zingine zinasema siku 15, zingine zinataja 14 na sehemu zingine imeelezwa kwamba kwa siku 20 waliendelea kuzingirwa. Mirza Bashir Ahmad Saheb akichambua riwaya mbalimbali katika historia, muda ambao ameueleza ni siku 20. Katika hukumu hii Saad bin Muaz alifanywa kuwa hakimu. Maelezo yake ni kama hivi ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alitoa amri ya kuwafunga Mayahudi, wao wakafungwa na kamba, na hat Muhammad bin Maslama akasimamia kazi hii yote. Akawatoa kina mama na watoto nje ya ngome na akawaweka upande mmoja, na akamteua hat Abdullah bin Salam kama msimamizi wao, na chochote kilichokuwa ndani ya ngome zao, kwa mfano silaha, vifaa na nguo na kadhalik, zikakusanywa. Waislamu wakakuta kwenye ngome panga 1500, diraya 300, mikuki 2000, ngao za ngozi 1500 na vifaa vingine vingi. Wakakuta vyombo vingi, mitungi ya pombe na vifaa vya kulevya, vitu ambavyo wakavimwaga, na pia wakapata ngamia na wanyama wengi ambao wakakusanywa wote. Viongozi wa kabila la Aus wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema ya kwamba, ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, Banu Quraiza ni wenzetu. Kwa sababu ya kuvunja ahadi, hata wenzetu pia wamejuta sana, hivyo kwa ajili yetu uwasamehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kukaa huku akinyamaza mpaka watu wa Aus wakaanza kumsisitiza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wote wa Aus wakamjia Mtume na wakaanza kumwomba sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, mnaridhika juu ya jambo hili kwamba hukumu yao akabiziwe mtu mmoja wenu? Wote wakasema kwamba bila shaka. Mtume akasema kwamba swala hili anakabiziwa Saad bin Muaz. Katika riwaya
nyingine imesimuliwa hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwa ajili ya kutoa hukumu chagueni mtu mmoja mnayemtaka katika maswahaba zangu. Wao wakamchagua Hathad bin Muaz. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarizika juu ya chaguo lao. Hasad alikuwa mkuu wa kabila Aus na alikuwa mwenzao Banu Quraiza. Hivyo watu wa kabila Aus wakarizika, bali wakafurahi vile vile, kwani walikuwa na fikra na wazo kwamba sasa swala hili lipo mkononi mwetu, na ilikuwa ni desturi ya Arabuni kwamba kabila lenye uhusiano wa kikabila ulikuwa ukithaminiwa, yani uhusiano wa kikabila ulikuwa unathaminiwa. Lakini takdiri ya Mungu ilikuwa imeshatoa hukumu nyingine kabisa, na moyo mtukufu wa Saad uliojaa ikhlasi ulikuwa umeshatanguliza Mungu na mtume wake juu ya uhusiano na jamaa wote. Wakati ule Saad alikuwepo katika hema la Rafida Aslimia kwenye msikiti wa Madina. Yeye alikuwa akiwa uguza wajeruhi na alikuwa na hema lake miskitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempatia Saad hema lile ili matibabu yake yafanywe kwa urahisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kumjulia hali kwa urahisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomkabidhi Hathad bin Muaz swala la Banu Quraiza, watu wa kabila Aus wakamwendea na wakampandisha juu ya punda mmoja ambaye kiti chake kilikuwa kimetengenezwa na majani ya mtende na juu yake ilikuwa imetandikwa godoro la ngozi. Lijamu yake pia ilikuwa ni ya majani ya mtende. Hathad alikuwa kijana mnene. Watu wakamjumuika na wakasema kwamba ewe Abu Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekukabidhi swala la Banu Quraiza ambao ni wenzetu ili wewe uwatendee kwa wema, basi uwafanye hisani. Katika muda huo wakaja watu wengine, lakini Hasad akakaa kimya. Watu walipomshawishi sana na wakamsisitiza, Hasad akasema sasa muda umewadia kwamba mimi kuhusu Mwenyezi Mungu nisijali mtu yeyote mwenye kulaumu katika watu. Hasad akamjia Mtume na watu wengine pia walikuwa wameketi kwake. Hasad bin Muaz alipokuja kwa Mtume, na inapatikana katika Bukhari na Muslim kwamba ye alipokuja karibu na misikiti ambapo Mtume alikuwepo, na wakati wa kuzingira Banu Quraiza ulikuwa umetayarishwa kwa ajili ya kuswali swala. Kwa kumwona yeye, Mtume akasema kwamba simameni kwa ajili ya kumpa heshima kiongozi wenu. Na katika riwaya moja inapatikana Mtume alisema kwamba simameni kwa ajili ya mtu wenu huyo aliyembora kabisa. Watu wa Banu Abdul Ashal wanasema sisi tukasimama kwa ajili ya Saad katika safu mbili, na kila mmoja wetu akaendelea kumkaribisha mpaka yeye akafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, e Saad, toa hukumu baina yao. Ye akasema kwamba Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wana haki zaidi ya kutoa hukumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bila shaka Mwenyezi Mungu amekuamuru ya kwamba wewe utoe hukumu juu yao. Watu wa Aus wakasema kwamba e Abu Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekukabidhi jukumu hili la kutoa hukumu juu ya watu hawa, hivyo wewe uwatendee kwa huruma na uzingatie matatizo na shida zao. Hasad akasema kwamba je, mtarizika juu ya uamuzi wangu kuhusu Banu Quraiza? Wao wakasema ndio, sisi tumerizika juu ya uamuzi wako tangu muda ambapo haukuwepo kati yetu. Hata wakati ule pia tulikuwa tumependekeza jina lako. Kwa niaba yetu wewe una hiari, na sisi tunatumai ya kwamba wewe utatufanyia hisani kama alivyofanya mtu mwingine kwa wenzao Banu Qainuqa, na sisi tunatanguliza jina lako
na sisi leo tunahitaji sana hukumu yako. Hasad akasema mimi nitafanya juhudi ya kutosha, juhudi kamili. Wao wakamuuliza kwamba una maana gani kwamba nitafanya juhudi kamili? Hasad akasema kwamba semeni kwa kuapa kwa Allah, je mtakubali hukumu yangu? Je mtatekeleza? Ye akawauliza tena, wao wakasema ndio. Kisha Hasad akaelekea huko alipokuwepo mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye kwa sababu ya jalali na heshima ya mtume hakuweza kuongea naye, na akasema kwamba watu waliokaa upande huje wao pia wanaahidi. Akaashiria upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wakasema ndio. Kisha Saad akasema kwamba mimi natoa hukumu kuhusu Banu Quraiza ya kwamba wanaume wao wazima wa uawe na wanawake na watoto wafungwe na vifaa vigawanywe na nyumba wapewe wahajiri na sio Ansar. Ansar wakasema kwamba sisi ni ndugu zao, tulikuwa pamoja. Alisema mimi nachotaka ni kwamba wahajiri waanze kujitegemea katika maswala ya kujikimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Saad, hukumu yako inaendana na hukumu ile ya Allah ambayo Allah ameitoa juu ya mbingu saba. Katika riwaya moja inapatikana ya kwamba kuhusu hukumu ya Saad mtume akasema, kuhusu hukumu hiyo hiyo malaika alikuwa ameniambia wakati wa kula daku. Mirza Bashir Ahmad Saheb ameandika maelezo yake kama hivi kwamba mwishowe, baada ya kuzingirwa kwa siku 20, Mayahudi hawa wenye bahati mbaya wakimkubali mtu mmoja kuwa hakimu walirizika kushuka kutoka ngome yao, ambaye japokuwa alikuwa na uhusiano nao, lakini kwa sababu ya matendo yao mabaya alikuwa hakuti huruma kwa ajili yao katika moyo wake, ambaye alikuwa mwadilifu sana, lakini katika moyo wake hakukuwa na huruma na upole mithili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maelezo yake ni kama hivi ya kwamba kabila Aus lilikuwa na uhusiano wa zamani na Banu Quraiza, na katika zama zile kiongozi mkuu wa kabila alikuwa Saad bin Muaz, ambaye akijeruhiwa katika vita ya Handaki sasa alikuwa anapata matibabu katika ua wa misikiti wa Unabi. Saad akaja akipanda, na njiani baadhi ya watu wa kabila Aus wakamwomba mara kwa mara kwa kumshawishi sana ya kwamba Quraiza ni wenzetu, kama vile Khazraj walivyokuwa wakiwatendea kwa upole wenzao kabila Banu Qainqa, wewe pia uwatendee Quraiza kwa huruma na kwa upole, na usiwape adhabu kali. Saad bin Muaz kwanza akaendelea kuwasikiliza kwa ukimya, lakini walipomsisitiza sana, Saad akasema kwamba huu ni wakati ambapo Saad katika swala la haki na adili hawezi kujali lawama ya mtu yeyote mwenye kulaumu. Kwa kusikia jibu hilo, wao wakanyamaza. Saad alipofika karibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba kwamba kumu ila sayyidikum, yani inukeni kwa ajili ya kiongozi wenu na mumsaidie katika kushuka kutoka kipando chake. Saad akishuka kutoka kipando akaelekea kwa mtume akamwambia kwamba Saad, Banu Quraiza wamekufanya kuwa hakimu na hukumu utakayotoa wao wataikubali. Hapo Saad akaona watu wa kabila lake Aus na akasema, alaikum bizalika ahdullahi wa misaquhu inil hukma fihim bima hakamtu. Je, kwa kuwapa kwa Mwenyezi Mungu mna ahadi thabiti ya kwamba nini mtatekeleza hukumu nitakayoitoa kuhusu Banu Quraiza katika hali zote? Watu wakasema ndiyo, sisi tuna ahidi. Kisha Saad akiashiria mahala ambapo alikuwepo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema
kwamba wa ala man hahuna, yani mtu aliyeketi hapa, je yeye pia ana ahadi ya namna hii ya kwamba yeye kwa wote vile atawajibika kutekeleza sawa na hukumu yangu? Mtume akasema ndiyo, mimi na ahidi. baada ya kuchukua ahadi toka pande zote, Saad akatoa hukumu yake ambayo ilikuwa ni kwamba watu wapiganaji wa vita wa Banu Quraiza wa uawe na wanawake na watoto wao wafungwe ndani na mali zao zigawanywe kwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikiliza hukumu yake na akanena kwamba lakad hakamta bihukmillah, yani hukumu yako hiyo ni takdiri ya Mungu ambayo haiwezi kuepukika. Na kutoka maneno hayo alikuwa amemaanisha ya kwamba hukumu hii kuhusu Banu Quraiza imetolewa katika hali fulani ambapo mpango wa Mungu unaonekana ukifanya kazi yake kwa uwazi, hivyo jaziba yake ya huruma haiwezi kuizuia. Na kwa kweli hii ilikuwa sahihi, kwani kuita kwa Banu Quraiza Abu Lubaba ili kushauriana naye na kisha kutamka kwa Abu Lubaba jambo lisilokuwa na msingi wowote, na kisha kukataa kwa Banu Quraiza kukubali amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa fikra hii kwamba watu wa kabila Aus ni wenzetu na wao watatufanyia huruma, kuchagua kwao Saad bin Muaz kiongozi wa Aus kama hakimu, na kisha Saad namna alivyosimama imara juu ya haki na adili mpaka wazo la uhusiano na ukabila likafuta moyoni mwake. Na mwishowe Saad kabla ya kutangaza hukumu kuchukua kwake ahadi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahadi imara ya kwamba kwa wote vile hukumu yake itatekelezwa, hayote hayawezi kutokea yenyewe, na kwa yakini nyuma yake kudra ya Mungu ilikuwa inafanya kazi yake, na hukumu hii ilikuwa ni ya Mungu na sio ya Saad. Kuhusu utekelezaji wa hukumu ya Saad bin Muaz imeandikwa ya kwamba Saad alipotoa hukumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam Zulhijja tarehe 9 siku ya Alhamis akarejea Madina. Riwaya moja inasema kwamba akarejea Zulhijja 5. Ibn Saad ameandika ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Zulhijja tarehe 7 akarejea Madina, na ile ilikuwa ni siku ya Alhamis. Kuhusu wafungwa hawa akatoa amri kwamba waletwe Madina sawa na amri ya Mtume. Wafungwa wakaletwa katika nyumba ya Usama bin Zaid, kina mama na watoto wakaletwa katika nyumba ya Ramla binti Haris, na pia inasemwa kwamba wote wakaletwa katika nyumba ya Ramla binti Haris. Na Mtume sasa akatoa amri ili kuwaletea tende zikaletwa sana, yani watu wakaleta tende nyingi, na usiku kucha wao wakaendelea kuzila. Akatoa amri ya kupeleka silaha vifaa vingine katika nyumba ya Ramla, na akatoa amri kwamba ngamia na mbuzi waachwe chini ya miti ili kula chakula. Abidabishiri Maseb anasema kwamba inaonekana ya kwamba uvunjifu wa ahadi wa Banu Quraiza na usaliti wao, na kwa sababu ya fitna na ufisadi na mauaji yao, hukumu hii ilikuwa imeshatolewa kutoka mahakama ya Mungu kwamba watu hawa wafutwe kutoka dunia. Hivyo mwanzoni kupata taarifa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu vita hii kuna dhihirisha kwamba mpango huu ulikuwa ni wa Mungu, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa hakubali kwamba hukumu hii itolewe kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Mwenyezi Mungu kwa kupitia mipango yake ya ndani kwa ndani akaendelea kumtenganisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na jambo hilo, na kwa kupitia Saad bin Muaz akafanya tangazo hilo litangazwe, na kisha hukumu ikatolewa kwa njia hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na uwezo wa kuingilia kati, kwani alikuwa ameshafanya ahadi kwamba yeye atawajibika kukubali hukumu hiyo ambayo Saad bin Muaz ataitoa. Watu wasio Waislam wenye kuleta shutuma zidi yake na baadhi ya wakati wanawapotosha vijana wetu vile vile wakisema kwamba labda Mtume aliwazulumu Banu Quraiza. Jibu lake ni wazi kwamba yeye hakutoa hukumu zidi yao. Mwenyezi Mungu akamfanya mtu
aliyekuwa mwenzao katika uhusiano kutoa hukumu, na yeye akatoa ahadi imara kutoka kwake, kwani uamuzi huu ulikuwa ukileta athari kwa waislamu wote. Hivyo mtume alikuwa haoni haki yake kwamba atoe rai yake hata kama iwe yenye huruma kiasi gani ili abadilishe hukumu hiyo. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu, na kwa kuangalia athari yake mtume akasema kwamba kad hakamta bihukmillah, yani ewe Saad, hukumu yako inaonekana kwamba ni mpango wa Mungu na ni hukumu ambayo hakuna awezaye kuibadilisha. Na kwa kusema maneno hayo akainuka kwa ukimya na akaelekea upande wa mji, na wakati ule moyo wake ulikuwa unahuzunika kwa wazo hili kwamba kaumu moja ambayo alikuwa ametamani kwamba watamwamini wao kwa sababu ya matendo ya mabaya wakakosa imani na sasa wanapata adhabu ya Mungu. Na aghlabu wakati huo huo mtume akasema maneno kwamba lau amana bi ashran min aljuhudi wala amanat bi yahud, yani ikiwa kutoka mayahudi watu 10 au 12 wangeniamini, mimi nilikuwa na imani juu ya Mungu wangu kwamba kaumu nzima ingenikubali na ingesalimika kutoka adhabu ya Mungu. Na wakati wa kuinuka akatoa amri kwamba watoto na kina mama na wanaume wa Banu Qurayza watenganishwe. Hivyo makundi yote yakaletwa Madina katika nyakati tofauti na wakawekwa katika sehemu 2 tofauti katika mji, na sawa na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba ambao wengi wao watakuwa wameshinda kwa njaa wakaleta matunda mengi kwa ajili ya Banu Qurayza, na imeandikwa kwamba watu hawa yani Mayahudi wakaendelea kula matunda usiku kucha. Ilipotokea asubuhi akatoa amri ya kuchimba mashimo katika soko moja la Madina ambayo yakachimbwa kutoka nyumba ya Abu Hajam Adwi hadi Ajaruzaid. Kisha mtume saa salam akaja na baadhi ya maswahaba walikuwa pamoja naye. Mtume akawaita wanaume wa Banu Qurayza, wao wakatolewa katika makundi na kisha walikuwa wanauawa katika handaki lile. Walipokuwa wanapelekwa huko, wao wakasema kwa Kaab bin Asad kwamba una rai gani ya kwamba Muhammad Rasulullah ana mpango gani, anafanya nini? Mtu wao akamuuliza, ye akasema kwamba kitu ambacho nini hampendi. Wakamuuliza Kaab bin Asad kwamba una rai gani, Muhammad sallam ana mpango gani, ana nia gani? Ye akasema kwamba kitu ambacho nini mtachukia nacho, yani nini hamtapenda, ole juu yenu. Nini hamfahamu katika hali yoyote, na mwenye kuita haachi na anayeondoka harejei, kwa ajili yake ni upanga wa Mungu. Yani sasa hakuna uwezekano kwa ajili yenu wa kusalimika. Mimi nilikuwa nimewaiteni lakini nini mkakataa. Mayahudi wakasema kwamba huu si muda wa kupata hasira. Kama tungekubali rai yako, basi tusingekuwa wenye kuvunja mapatano na ahadi iliyokuwepo baina yetu na baina ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyai bin Akhtab akasema, sasa acheni kulalamika, sasa hakuna kitu kitakachobadilika, sasa musubiri kwa ajili ya upanga tu. Na Ali na Zubair bin Awam wakateuliwa juu ya mauaji ya Mayahudi. Sawa na baadhi ya riwaya, baadhi ya wafungwa wakagawanywa baina ya maswahaba. Hazrat Bashir Masahib ameandika maelezo yake kama hivi kwamba siku ijayo asubuhi ilikuwa ni siku ya kutekeleza hukumu ya Saad bin Muaz. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawateua baadhi ya watu kwa ajili ya kutekeleza kazi hii, na mwenyewe pia akaketi karibu tu, ili wakati wa kutekeleza hukumu likitokea jambo fulani ambalo likihitaji mwongozo wake, basi yeye aweze kutoa mwongozo bila kusita.
na pia akipokea ombi la msamaha wa mkosefu kutoka mtu fulani basi aweze kutoa uamuzi wake, kwani kwa kuwa hukumu ya Saad ilikuwa haiwezekani kukatwa rufaa katika kama mahakama, lakini mtume akiwa mfalme au mwenyekiti wa demokrasia alikuwa na mamlaka ya kusikiliza ombi la msamaha wa mtu fulani na kutoa amri, na pia akatoa amri kwamba wakosefu wawe wakiwa mmoja mmoja, yani wakati wa kuumua mmoja wengine wasiwepo. Hivyo kila mmoja akaletwa katika muda wake, na sawa na hukumu ya Saad bin Muaz wakauawa. Huyai bin Akhtab kiongozi wa Banu Nazir alipokuja kwa kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi sina huzuni kwamba kwa nini mimi nilikupinga, lakini jambo lenyewe ni kwamba mtu anayemwacha Mungu pia anamwacha. Na kisha kwa kuona watu akasema kwamba mbele ya amri ya Mungu hakuna jinsi, hii ni amri yake na ndiyo takdiri yake. Vivyo hivyo Ka'b bin Asad alipouawa, Ka'b bin Asad alikuwa kiongozi wa Quraiza. Yeye akaletwa katika medani ya mauaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwashiria kwamba asilimu. Ye akasema, e Abul Qasim, mimi ningesilimu, lakini watu watasema kwamba nimeogopa kutoka mauti, hivyo niache nife juu ya dini ya Kiyahudi. Kunapatikana habari ya msamaha wa myahudi moja Rafaa. Kuhusu huyo Hazrat Bashir Ahmad Sahib ameandika ya kwamba alikuwepo myahudi moja aitwaye Rafaa. Yeye akamwomba mwanamke moja muislamu ili alete maombezi yake, na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya maombezi ya mama huyo akamsamehe Rafaa. ili muradi wakati ule ombi la mtu yeyote kiletwa kwake, mtume sallallahu alaihi wasallam akamsamehe mara moja. Hili ni dalili wazi ya jambo hili kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewajibika kukubali hukumu ya Saad, waila moyo wake ulikuwa haupendi kuwaua. Na hili ni jibu wazi la shutuma ile kwamba ye akafanya zulma juu ya Banu Quraiza. Zoezi hilo la kuwaua wanaume wa Banu Quraiza likaendelea, na mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza, watu hawa wakatupwa katika mashimo yakafunikwa na udongo, na yote yakafanywa mbele ya macho ya Saad bin Muaz. Mwenyezi Mungu akakubali dua yake. Sawa na riwaya za kihistoria, katika kina mama Nabata ndiye aliyeuawa peke yake, aliyekuwa mke wa mtu mmoja Hakam wa Banu Quraiza, na yeye alikuwa amemua sahaba moja Khalad ambaye alikuwa ameketi karibu na ukuta wa ngome kwa kumrushia jiwe kutoka juu, na mama huyu alikuwa ameuawa kwa sababu ya kosa lake hilo. Lakini baadhi ya waandishi wa sera hawaafiki na riwaya hiyo, na sawa na maoni yao, kwa sababu ya riwaya zingine za Khaibar au kwa sababu ya mambo mengine, kisa hiki cha mauaji ya mama huyo si sahihi. Wallahu alam. Kunapatikana habari ya Rehana binti Zaid Nazaria. Kina mama wa Banu Quraiza na watoto waligawanywa baina ya Waislamu wa Madina, na kati yao alikuwepo mwanamke mmoja wa Banu Nazir, Rehana binti Zaid, ambaye alikuwa ameolewa na Hakam wa Banu Quraiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchagua kwa ajili yake, na baadhi ya watu wanasema yeye alikuwa amekubali Islam, na kwa wengine mtume akamweka kama mjakazi, na wengine wanasema kwamba alikuwa amemua. Katika riwaya mbalimbali mambo tofauti yameelezwa, na jambo gani ni sahihi au si sahihi, mbele ufafanuzi wake unakuja. Tukifanya tahkiki ya riwaya hii tunapata kujua kwamba waandishi wa sera wamekosea. Kwanza, riwaya hii ni kinyume cha kisa chenyewe na imetungwa, na kama kuna uhakika ndani yake basi ni huo tu kwamba mtume alikuwa amemwacha huru na ye alikuwa amerejea kwa
makwao na huko huko akafariki dunia. Lakini kama tukubali kwamba riwaya hii ni sahihi, basi mtume saa salam alikuwa amemoa, na sio maana kwamba alikuwa amembeka kama mjakazi. Hazrat Bashir Ahmad Saheb ameandika katika maelezo yake chini ya mada ya kisa cha batili cha rehana ya kwamba baadhi ya wanahistoria wanaandika ya kwamba katika wafungwa wa Banu Qurayza alikuwepo mwanamke mmoja rehana ambaye mtume alikuwa amembeka kwake kama mjakazi. Na kwa msingi wa riwaya hiyo hiyo Sir William Muir akitumia muda huo ameeleza maneno machafu sana zidi ya mtume saa salam. Lakini uhakika ndio huu ya kwamba riwaya hii ni batili isiyo na msingi wowote. Kwanza kabisa riwaya ya Bukhari inayozungumzia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewagawa wafungwa wa Banu Qurayza baina ya maswahaba zake, riwaya ile inabatilisha riwaya hii. Lakini kama mtume alikuwa amembeka mjakazi fulani katika nyumba yake, basi habari hiyo lazima ingetajwa katika riwaya ya Bukhari, lakini katika Bukhari hakuna hata ishara yake. Pamoja na hayo, riwaya zingine zinathibitisha wazi kwamba rehana alikuwa miongoni mwa wafungwa ambao mtume alikuwa amewaacha huru kwa ihsani. Na kisha rehana akitoka Madina alikuwa ameenda kuishi kwa watu wa familia yake Banu Nazir, na akaishi huko huko. Na Alama Ibn Hajar ambaye ni mhakiki bingwa wa Islam amesema riwaya hii ndio sahihi. Lakini hata kama ikubaliwe kwamba rehana mtume alikuwa amemweka katika nyumba yake, basi kwa yakini yeye alikuwa mke wake na si mjakazi wake. Hivyo wanahistoria wameeleza riwaya kuhusu rehana kwamba mtume alikuwa amemweka kwenye nyumba yake, na wengi wao wameandika ufafanuzi huu kwamba mtume alikuwa amemwacha huru na kisha alikuwa amemoa. Hivyo Ibn Saad ameeleza riwaya moja katika maneno ya rehana. Ye anasimulia kwamba mtume alikuwa ameniacha huru na kisha niliposilimu alikuwa amenioa, na mahari yangu ilikuwa imewekwa okia 12 au dirhamu 40. Na Ibn Saad amesema kwamba riwaya ile ambayo Sir William Muir ameeleza, amesema kwamba riwaya ile ni batili na ni kinyume cha kisa, na ameandika kwamba hii ndiyo tahkiki ya watu wenye elimu. Ilmuradi kwanza, kama inavyothibitika kutoka riwaya ya Bukhari kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakumchukua rehana kwa ajili ya nyumba yake, bali alikuwa amemwacha huru na kisha ye akaenda kwa makwao na kuishi huko huko. Pili, hata kama tukubali riwaya hii kwamba mtume alikuwa ameweka kwenye nyumba yake, basi hata hivyo mtume alikuwa amemwacha huru na kisha alikuwa amemua, na alikuwa hakumweka kama mjakazi wake kama inavyothibitika kutoka riwaya zingine. Lakini Mungu anajua vizuri uhakika wake. Pia tukumbukwe jambo hili ya kwamba jina la rehana na nasabu yake na kabila lake katika riwaya kuna hitilafu chungu nzima, kwamba hata kupata mashaka kuhusu zati yake kunaweza kukubaliwa. Haswa jambo hili kama lizingatiwe kwamba ye ametajwa kama mke wa mtu fulani ambaye katika dunia kwa yakini ni mtu mwenye historia sana. Wallahu alam. Kuhusu ugawaji wa mali ya ghanima, imeandikwa ya kwamba mali ya ghanima ilipokusanywa, mtume sallallahu alaihi wasallam akapanga sehemu za tende na akazigawa. Katika vita hii walikuwepo farasi 36 kwa ajili ya farasi moja sehemu 2, kwa ajili ya mpanda farasi sehemu moja, na kwa ajili ya mtu mwenye kutembea kwa miguu sehemu moja ikatolewa. Walikuwepo kina mama 1000 na watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya ugawaji akatoa sehemu yake ya 5 na kisha akagawa wafungwa katika sehemu 5 na akachukua khums. Mtume kutoka sehemu hii alikuwa anawaacha wengine kuwa huru na kuwafanya kuwa watumishi. Akatoa khums kutoka tende vile vile, na baada ya kutoa khums sehemu zake zikagawanywa, na kwa ajili yake kura ilikuwa inapigwa, na sawa na kupiga kura alikuwa anachukua khums. Na hat Mahmia bin Jaza
zubedi akafanywa kuwa msimamizi wa khums na sehemu nne zilizobaki zikagawanywa. Mtume sallallahu salam akawapatia kina mama sehemu ya ghanima walikuwepo wakati wa vita, na katika kina mama hawa alikuwepo Safia binti Abdul Muttalib, hat umme Amara, hat umme Salid, hat umme Ala Answaria, hat Sumaira binti Qais, hat umme Saad bin Muaz na hat Kabsha binti Rafi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia Saad bin Ubada mali za khums, yani wafungwa na kadhalik, ili aende Siria kuwauza na badala yake alete silaha na farasi. Riwaya moja inasema kwamba Usman bin Affan na Abdurrahman bin Auf walikuwa wamenunua sehemu hiyo, lakini rai moja inasema kwamba wafungwa hao wote waliwekwa katika Madina, yani hawakupelekwa nje, na pole pole Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwaacha huru kama ihsani. Hivyo Mirza Bashir Ahmad Saheb ameeleza tahkiki yake kwa kupitia vitabu mbalimbali vya historia. Yeye anaandika ya kwamba watoto na kina mama ambao sawa na hukumu ya Saad waliwekwa ndani. Kuhusu hawa baadhi ya riwaya zinasema kwamba Mtume saa salam alikuwa amewapeleka upande wa Najd, ambapo makabila ya Kinajd kwa kutoa fidia yao walikuwa wamewaachisha, na kwa hela hiyo Waislam walikuwa wamenunua silaha na farasi kwa ajili ya mahitaji yao ya kivita. Kama hiyo ilikuwa imetokea, basi inawezekana, kwani makabila ya Najd na Banu Qurayza walikuwa na uhusiano baina yao, na kabla ya vita ya Banu Qurayza, siku chache kabla, Banu Najd walikuwa wamesha pigana vita dhidi ya Waislamu, na kimsingi kwa sababu ya uchochezi wa watu wa Najd, Banu Qurayza walikuwa wamepeperusha bendera ya usaliti dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ikiwa watu wa Najd walikuwa wamewaachisha wafungwa wa kabila lao Banu Qurayza kutoka Waislamu, inawezekana, lakini kutoka riwaya sahihi tunapata kujua kwamba wafungwa hawa walibaki katika Madina na hawakuenda nje. Na Mtume sallallahu salam sawa na desturi yake alikuwa amewagawa kwa maswahaba zake, na kisha baadhi yao kwa kutoa fidia walikuwa wamepata uhuru, na baadhi yao Mtume alikuwa amewaacha kama ihsani, na kisha watu hawa polepole wakaendelea kusilimu. Hivyo katika hawa Atia Qurzi, Abdurrahman bin Zubair bin Batia na Kaab bin Sulaim na Muhammad bin Kaab, majina yao yametunzwa katika historia. Wote walikuwa wamesilimu, na mtu wa mwisho, yani Muhammad bin Kaab, ni mtu ambaye amepita akiwa Muislamu mkubwa, yani mwenye daraja kubwa. Kina mama hawa wafungwa wawe wamegawiwa au kuuzwa. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ambayo inastahiki kuendikwa kwa maneno ya Zahabu kuhusu rehema yake na kama mhisani wa kina mama. Mtume alisema kwamba mwanamke yeyote akigawiwa au kuuzwa, kama pamoja naye yupo mtoto mdogo au binti, basi asitenganishwe na mama yake mpaka apate kubalehe, na pia kama kuna dada wawili, basi wasitenganishwe mpaka wapate kubalehe. Hiyo ilikuwa ni amali ya rahmatulil alamin, na hisani yake juu ya kina mama, na hisani juu ya wafungwa, na hisani juu ya maadui zake na wapinzani wake. Lakini siku hizi hii ni hali ya Waislamu kwamba kwa jina la Allah na mtume wake wanaendelea kuwafukuza watu kutoka nyumba zao na wanaendelea kuwaua, na kisha natija yake inayoendelea kutokea ni kwamba heshima ya Waislamu inaendelea kuisha. Mwenyezi Mungu awajalie Waislamu hawa akili na uelewa na busara. الحمد لله الحمد
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر